Yes, bana mtazamaji wa Simba Hub, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, na leo hii specific ni swala la waamuzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, nani ambavyo wanachezesha mechi za Simba hasa kwenye michezo hii mikubwa ya dabi, kwa sababu ndio michezo ambayo kwa asilimia kubwa ndio michezo ambayo huwa inaamua bingwa awe nani na nani awe katika nafasi gani mwisho wa msimu katika nafasi zile za juu. Lakini kabla tujaendelea, ni kuombe endelea kusubscribe channel yetu ya Simba Hub ili utuwezeshe sisi kuweza kuzifikisha taarifa hizi katika chombo chako cha mawasiliano, lakini usisahau kuweka maoni yako ama comment katika comment section hapo chini ili tufahamu nini ambacho unataka kuendelea kukisikia, nini ambacho unafikiria kuhusiana na klabu ama matokeo na maendeleo ya timu yako pendwa ya Simba Sports Club. Usisahau pia kulike na kushare taarifa hizi ili ziweze kufika mbali na kuwafikia watu wengi zaidi. Sasa tukirejea katika hoja ya msingi, hoja ya waamuzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara hasa inapocheza Simba Sports Club dhidi ya hawa wapinzani wake wa karibu Yanga pamoja na Azam FC, namna ambavyo wanachezeshwa, kuna hali ambayo haifurahishi ukiwa shabiki wa Simba, kwa namna ambavyo baadhi ya maamuzi ya kimsingi, maamuzi ambayo yangeweza kuinufaisha Simba, namna ambavyo yamekuwa hayatoki upande wao ama hayatolewi upande wao na kuinyong'onyesha club ishindwe kufikia malengo ambayo wamejiwekea msimu huu. Sasa kwa msimu huu tu pekee tujigiri katika michezo miwili mikubwa, kwa sababu hii ndio michezo ambayo kwa kiasi kikubwa ndio michezo ambayo mara nyingi huwa bingwa ndiyo anaamliwa. Sasa ukitazama kwa mfano mchezo wa Young Africans ambao ulifanyika March mosi kule Zanzibar, maamuzi ambayo alitolewa na mwamuzi wakati pamoja na msaidizi wake siku ile kukataa goli la Simba, goli ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu, ni maamuzi ambayo yaliwadhoofisha Simba kwa sababu walikuwa na uwezo wa kuclose lile gap ambalo lilikuwa karibu baina yao Simba pamoja na Young Africans, na tunafahamu mwamuzi msaidizi katika mchezo ule aliweza kufungiwa kutochezesha michezo ya ligi inayofuatiwa. Sasa ni scenario hiyo hiyo ambayo imejirudia pia katika mchezo wa jana ambao Simba walikuwa wanacheza ugenini dhidi ya Azam katika mazingira ambayo Libase Geye anachezewa foul, lakini mwamuzi Ahmed Arajiga, mmoja kati ya waamuzi ambao kwa Tanzania tunajinasibu ndo elite referee ama mwamuzi wa kiwango cha juu, alishindwa kuamua ile tukio, na mwisho wa siku aliyefaidika na tukio lile ilikuwa ni Azam, na aliyenyongwa kwenye tukio lile akawa ni Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba kwenye hizi mechi kubwa amekuwa hapati favor ile ya waamuzi, tofauti na wapinzani wao kama Young Africans ambao mara nyingi kwenye michezo hii mikubwa tangu ukitazama kwenye misimu hii ambao wamekuwa wakichukua ubingwa, wamekuwa wakipata sana favor kimaamuzi, hasa linapokuja swala la kwenye masuala haya ya dabi ya mechi kubwa. Na natolea mfano tu kwenye dabi kama dabi tatu zilizopita za Simba na Yanga, Young Africans wamepata penalti sio chini ya tatu. Wamepata penalti si chini ya tatu. Msimu uliopita tu mechi ya kwanza ambayo mechi ya pili ambayo iliisha kwa Simba kufungwa magoli 2-0, Yanga walipata penalti ambayo ilifungwa na Pacome Zouzoua. Lakini msimu wa mwaka juzi tunafahamu kwamba Ahmed Rajiga akicheza tena mechi ya Simba na Yanga aliwapatia Yanga penalti katika mchezo ambao Yanga alishinda magoli 5-0. Lakini Simba Sports Club wamekuwa hawanufaiki pia na haya maamuzi, kwa sababu katika mchezo ambao wa kwanza ambao ulimalizika msimu uliopita ambao ulimalizika kwa Simba kufungwa goli 1-0, Simba walipata matukio kama matatu hivi ya penalti. Kibu Denis akifanywa foul nyingi kwenye box, lakini waamuzi hawakutoa hata moja. Na dhidi ya Azam tena katika mchezo muhimu siku ya jana wanapata mkwaju wa penalti ambao ni clear. Beki wa Azam Fuentes Mendoza alipokwenda kumgonga ama kumpiga kick Libase Geye, mwamuzi aliona kwamba ni fair challenge. Yani inakuwaje fair challenge mchezaji wa timu pinzani anapo kick mguu wa opponent mwenzake? Kwa hiyo ilistahili kuwa ni foul, lakini pia kwa vile ilikuwa ni foul ndani ya box ilistahili kuwa
mkwaju wa penalti. Sasa Simba Sports Club nadhani wamekuwa wakiachikia ama kuyafumbia macho sana haya matukio, na ni kitu ambacho binafsi sifurahishwi, kwa sababu ukiwa shabiki wa Simba huwezi kufurahishwa na namna ambavyo Simba wamekuwa tu hawatake action, wanaongea lakini hawachukuli vitu kwa uzito kama ambavyo wapinzani wa Young Africans wamekuwa wakichukulia ama masuala ya kiuamuzi kwa uzito. Tunaona kuna muda huo wanaitisha hadi press, wanatoa press release wanaitisha mikutano waandishi wa habari kukemea, kuzungumzia kwa nguvu kabisa ama kupinga maamuzi ambayo wamekuwa wakifanyiwa kwa wazi. Kuna kipindi Ahmed Rajiga aliyokuja kuchezesha mchezo wa finali, mchezo wa finali ya Simba na Yanga, mchezo wa FA finali ambao ulifanyika mwaka 2020 alichezesha finali ile na protest Young Africans ambao waliandika kabisa, walitoa press kwamba hawana imani na Ahmed Rajiga. Lakini pia ukiangalia pia hata matukio ya ligi msimu uliopita namna ambavyo ilimalizika, mechi zile kuwa zinaahirishwa, Young Africans namna ambavyo walishikilia kidete lile swala kupinga kutokuwa na imani na kamati ya uendeshaji wa ligi, bodi ya ligi nikiwa na maana hiyo. Tukaona baadaye malalamiko yao yakisikilizwa na kufanyiwa kazi, ambapo aliondoka mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo kwa pressure ambayo Young Africans waliiweka, lakini pia kamati ya waamuzi hawakuwa na imani nayo. Tukaona mwenyekiti wa kamati ile Nasor Hamduni akitolewa katika nafasi yake na ikaja kamati mpya chini ya mwenyekiti mpya. Kwa hiyo Yanga huwa wanalalamika na kusikilizwa. Sasa nitamani kuona pia hata hichi kitu Simba Sports Club nao wakikichukulia kwa uzito, yani hii kitu ambacho huu unyonge ambao wamekuwa wakiupokea katika michezo hii ya dabi haupaswi kuendelea. Ni unyonge ambao unapaswa kufikia kuwa na kikomo, kwa sababu wakiendelea kucheka kwenye hizi mechi kubwa ambazo wanadondosha alama katika mazingira ambayo walistahili kupata alama nyingi zaidi, itakuja kuwagharimu kwenye malengo yao ya kuchukua hivi vikombe ama ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu let's say kwamba jana angeshinda mechi yake dhidi ya Azam kwa penalti ile, labda ile goli alilofunga dhidi ya Yanga lingekubaliwa, ina maana zingekuwa ni point 6 ambazo kwa sasa hivi ukijumlisha na Kipola wangekuwa nacho, ina maana wangekuwa kileleni kwa tofauti ya zaidi ya pointi zaidi ya pointi 3 wakiwa juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini ni mechi ambazo ni mechi zile decisive mechi, yani unapozungumzia mechi ya Azam na Yanga, mechi ya Azam pamoja na Yanga ni mechi decisive ambazo ndio mara nyingi zinatoa matokeo ya nani, zinatoa matokeo na kuamua ni nani awe katika nafasi ipi mwishoni mwa msimu, hasa kwenye msimamo wa timu kwa msimamo wa ligi, kwa timu ambazo zinakuwa juu ya kilele cha msimamo. Na Simba kuangusha alama dhidi ya Azam, kuangusha alama dhidi ya Yanga ni pigo kwao, kwa sababu unapofanya vizuri katika hii michezo mikubwa, sio tu unajichimbia kileleni, lakini ni kwamba unatengeneza wigo wa gap kubwa baina yako wewe na hawa wapinzani wako. Kwa hiyo Simba Sports Club nadhani viongozi wana kazi kubwa sana ya kufanya. Wanapaswa kuitisha press, wanapaswa kuweka pressure kwenye kamati ya waamuzi, lakini pia bodi ya ligi ili umakini uongezeke, kwa sababu unaangalia waamuzi walichezesha mechi ya jana hawakuchezesha kwa haki sana, sio tu kwa upande wa Simba, lakini pia kuna baadhi ya maamuzi unaona kabisa kwamba yalikuwa yanaamuliwa kwa sababu ya uwezo wao mdogo. Ahmed Rajiga mwenyewe, lakini pia line 2 Rashid Zongo, bila kumsahau line 1 Mohamed Mkono. Hawa wote walichezesha below the standard ambayo inahitajika. Kwa hiyo Simba Sports Club kuna kazi kubwa sana kufanya. Nadhani wanapaswa kuweka pressure zaidi kwenye kamati ya waamuzi, lakini pia bodi ya ligi, ili wawe hizi hatua tu za kufungia waamuzi zisiishie hapo. Yani wanapaswa kukumbusha majukumu yao, kwa sababu wanaoumia mwisho wa siku ni wao kwenye hizi mechi kubwa ambazo wanaangusha alama, ambazo mwisho wa siku, mwisho wa msimu wanajikuta wapo katika nafasi ambayo hawawezi kushinda chochote. Bana, endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub kwa taarifa zaidi. Endelea kushare taarifa zetu ili ziweze kufika mbali zaidi.